Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Naye hujaa taabu, yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kusema tasnia ya habari imekumbwa na majonzi mazito mara baada ya kuondokewa na mwana tasnia mwenzao Rahabu Fredy Fungo, ambaye alifariki dunia siku ya jana Aprili 5, 2025 katika hospitali ya taifa Muhimbili. Huyu akiwa ni mhariri msaidizi kutoka katika kituo cha Azam Media Limited. Siku ya leo mwili wake umeagwa nyumbani kwake Tabata Kinyerezi Mbuyuni, ambapo kaka wa marehemu Emmanuel Fungo amesema kuwa marehemu alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ambapo mwezi wa 3 katikati walimpeleka katika hospitali ya Regency, kisha hali ikawa mbaya zaidi, wakamhamishia katika taasisi ya moyo ya JKCI na baadaye wakamhamishia katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, na hali ilikuwa mbaya, na katika hospitali zote hizo alikuwa akitibiwa katika kitengo cha ICU. Mwili wa marehemu Rahabu Fredy Fungo umeagwa leo nyumbani kwake Tabata Kinyerezi Mbuyuni, ambapo unatarajiwa kuzikwa siku ya kesho Aprili 7 katika makaburi ya Kondo Ununio majira ya saa 9 alasiri. Enzi ya uhai wake marehemu Rahabu alifanya kazi katika vituo mbalimbali ikiwemo Sahara Media Limited, ambapo alifanya RFA Radio Free Africa, ambapo alijipatia umaarufu mkubwa sana katika kipindi cha Searchline, hii ikiwa ni kipindi cha kutafuta marafiki ama kutafuta ndugu ama mtu yoyote uliyepotelewa naye, na alipatia umaarufu sana hapo, lakini pia alikuwa ni msomaji mzuri wa habari. Sasa nimekuletea baadhi ya watu wakielezea namna ambavyo walimfahamu marehemu Rahabu Fredy enzi ya uhai wake wakati akiwa anafanya kazi katika media, ambapo nimekusogezea katika hii post ambayo imepostiwa na mtangazaji kutoka Clouds Media Group Millard Ayo, ambapo pia inasemekana marehemu Rahabu Fredy alikuwa ni mke wa Fredwa ambaye pia alifariki mwaka 2021. Fredwa alikuwa mtangazaji wa kituo cha Clouds Media. Millard Ayo posti aliposti siku ya jana ilikuwa ikielezea taarifa ya kufariki kwa Rahabu Fredy, ambapo baadhi ya Watanzania mbalimbali ambao walionyesha upendo naye, ambao walikuwa pia wakimpenda na wakimfuatilia katika kipindi chake cha Searchline, lakini pia katika majukumu yake ya media, mojawapo ni Dijaro Arungu, huyu akiwa ni mtangazaji wa Bongo FM zamani TBC FM, akionyesha namna ambavyo aliguswa na Rahabu Fredy. Akicomment katika post ya Millard Ayo anasema Rahabu Fungo, alafu akiweka emoji ya kulia na kukumbuka toka enzi za Times FM, Radio Free na BBC. Those days Times FM alinipa nafasi ya kufanya naye kipindi na matukio ya wiki hapo Times FM kila Jumamosi. Apumzike kwa amani. Diva the Boss akasema RIP. Oscar akasema RIP. Alafu huyu Huruma Charles, huyu pia ni mtangazaji wa Clouds Media Group katika kipindi cha Gospel Tracks, anasema mpenzi msikilizaji wangu naye kaondoka soon, sad. Nakumbuka late Fredwa alikuwa kila akikutana na mie ananiambia, mimi na mke wangu tunakusikilizaga sana Jumapili kwenye Gospel Track. Mke wangu anakupenda sana kwenye radio. Siku ya msiba wa Fredwa tukaonana na shemeji. Huyu anasema rest in peace dada, nilipotezana na mzazi wangu kwa kipindi cha miaka 17, lakini katika kipindi chako ukiwa RFA niliweza kumpata mzee wangu na kushukuru sana kwa hilo. Mwenyezi Mungu akupokee na akupunguzie adhabu za kaburini. Sawa, huyu anasema watoto wake maskini sasa ni mayatima. Huyu anasema oh God, watoto wao rest in peace baba na mama.
Huyu anaitwa Teja wa muziki, anasema Energy Man and his wife, asanteni maisha yenu hapa duniani. Asanteni kwa maisha yenu hapa duniani. Fredwa Mr. Vodacom, miaka ya 2000 ulikuwa muda mzuri sana kwake, hasa nikikumbuka sindano 5 za moto zilikuwa za moto kweli kweli asubuhi ile. Mme wake Rahabu Fredi ni miongoni mwa Watanzania wachache waliokuwa na ladha tamu mno kusoma story au hadithi. Alikuwa akisimulia habari za kimataifa, unavuta taswira kama kweli ndio upo Tel Aviv pale Israel. Noma sana, alikuwa bingwa sana huyu mama. Anyway, fresh ndo maisha ni mafupi, ishi utakavyo, kuna siku utaondoka tu. Hayo ni maoni ya waja wakimzungumzia marehemu Rahabu Fredi. Huyu anasema na kukumbuka Glory. Huyu anasema anaitwa Malango Emmanuel, anasema na wakumbuka Glory Robinson aka mtoto wa mama Sabuni, Rahabu Fredi, Fredwa, Juma Ahmed Baragaza, Zuberi Musabaha, Jacob Usungu, Kid Boy, Frederick Bundala, Charles Mubea, Uncle Sam, Roy Mdaliki Maganga, Stella Setumbi, Asia Mohamedi, Wambura Mtani, mzee wa kimila, Prince Kamukulu. Jamani, RFA wakati huo. Aya, Rahabu Fungo, huyu ni Dijaro Arungu amerudi tena. Nadhani nimeshaisoma hii. Au ni maoni mbalimbali ya waja wakizungumzia juu ya msiba mkubwa uliotukumba wanatasnia ya habari. Rahabu Fredi hatunaye tena duniani. Huyu mwingine anasema mumewe alizikwa Moshi, yeye Kondo, watoto full kuchanganyikiwa. Mwingine anasema RIP Rahabu Fredi, rest in peace, your soul will live in our memory. Sawa, hiyo ni taarifa ya kuondokewa kwa mpendo wetu Rahabu Fredi Fungo, ambaye kama nilivyokuhabarisha hapo alifariki siku ya jana Aprili 5, 2025 katika hospitali ya taifa Muhimbili, na amefariki kwa maradhi ya moyo wakati akipatiwa matibabu. Anataraji kuzikwa siku ya kesho tarehe 7 mwezi wa 4 2025 katika makaburi ya Kondo Ununio jijini Dar es Salaam. Naam, mtazamaji wa Kurasa TV Online, hivyo ndivyo tunavyoweza kusema kwamba tasnia ya habari imekumbwa na msiba mzito wa Rahabu Fredi Fungo, ambaye alikuwa ni mhariri msaidizi pale Azam Media Limited. Na sisi tuseme raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina.